Katika maisha bwana, unaambiwa amini kile unachokiona na usibishie kile anachokiamini mwenzako kisichoonekana. Kila mtu duniani ana siri yake ambayo huenda hakuna mtu mwingine yote anayejua zaidi yake. Hii ni hadithi ya kweli ambayo inasimuliwa na bwana mmoja mwenye maisha mazuri tu ambaye anaishi mkoani Njombe katika mji wa Makambako. Mkasa wa bwana huyu anayefahamika kwa jina la Vasco umekuwa ni mkasa wa kuvutia na kusikitisha pia. Mkasa wa bwana Vasco ni swali kubwa ambalo kila mtu atatakiwa kulijibu baada ya kumaliza kusikiliza simulizi hii. Lakini kabla hatujasonga mbele kabisa, nataka kwanza uamini kwamba katika dunia hii tunaoishi miongoni mwetu kuna watu ni majini, yani ni majini watu, na hatuwajui kama ni majini. Mwandishi wa simulizi hii ni Mark Vedon, lakini msimuliaji wako ni mimi binti Trishi. Karibu sana mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi katika simulizi mpya kabisa hii inayokwenda kwa jina la My Secret, yani siri yangu, ama unaweza kuita tu Vasco. Yani huu ni mkasa wa bwana Vasco, lakini jina la simulizi hii ni My Secret, yani siri yangu. Niseme asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi, na niseme asante kwa support yako. Asante kwa kuwa tulimaliza pamoja simulizi ile ya My Valentine. Basi nimeamua nikuletee kibao hiki ambacho naamini huenda kuna jambo ukajifunza huko ndani. Karibu sana uweze kusikiliza, tujue je, kunani huku ndani? Siri hiyo ni ya nini? Kwa nini ameamua kuita My Secret? Kijana Vasco anataka kutuambia nini? Pengine kuna jambo la kujifunza ndani ya mkasa huu wa kweli kabisa. Karibu sana. Mimi naitwa Trishi. Bwana huyu anasema, mimi naitwa Vasco Ambokile Mwalisu. Nilizaliwa katika wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, maeneo ya Rujewa, mitaa ya Isisi. Kwa wenyeji wa huko nadhani mnapajua vizuri. Katika familia yetu tulizaliwa watoto watatu, mimi nikiwa mtoto wa kiume peke yangu kwa baba na mama, na nilikuwa na dada zangu wawili ambao wao walikuwa ni wakubwa kwangu. Dada yangu mkubwa ambaye tulikuwa tunapishana naye karibia miaka 7 alikuwa anaitwa Agnesi, na dada yangu wa pili ambaye tulikuwa tumepishana miaka 3 alikuwa anaitwa Tunsume. Kiukweli mimi sikubahatika kuzaliwa kwenye familia ya kitajiri, maana katika familia zenye maisha ya chini pale Rujewa, hata familia yetu ilikuwa miongoni mwa hizo familia pia. Baba yangu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahangaika sana kufanya vibarua vya hapa na pale katika mashamba ya mpunga, ili watoto wake angalau migongo yetu iweze kufunikwa kwa nguo nzuri kama walivyo watoto wa wengine. Nakumbuka nilikuwa na miaka kama 8 hivi, nikiwa darasa la 2 katika shule ya msingi Rujewa. Kuna tukio lilimpata babangu, mpaka leo siji kulisahau. Baba alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye kampuni moja ambayo ilikuwa inamiliki mashamba mengi ya mpunga katika wilaya nzima Mbarali. Na kampuni hiyo ilikuwa ina magodauni mengi ya kuhifadhia mpunga, mpaka mashine za kukobolea mpunga walikuwa nazo za kutosha. Najua kwa watu wa Mbarali nikisema hivi wananielewa, japo sitaitaja ni kampuni gani kwa sababu mpaka muda huu nasimulia hiyo kampuni ipo na inaendelea kufanya kazi na ni maarufu kabisa. Basi katika kampuni hiyo kuna tukio la wizi lilitokea, na zaidi ya magunia 20 ya mpunga yalisadikika kubebwa, na miongoni mwa watu waliohusishwa kwenye wizi huo, mmoja wapo alikuwa ni babangu mzazi. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nilikuwa narejea shuleni. Nilikuta pale nyumbani kuna ubishani mkubwa mno kati ya baba na askari ambao walikuwa wamekuja kumkamata babangu. Kutokana na ubishi ambao babangu alikuwa anauleta
wale askari walimpiga kipigo kisicho cha kawaida kwa kutumia virongo. Basi baba akiwa amepigwa sana na wale askari, hatimaye walimbeba na kumpeleka kwenye kituo cha polisi Rujewa, na baadhi ya wafanyakazi wengine nao walikamatwa. Ila baada ya siku 2 baba akiwa kituoni, wezi wa ule mpunga waligundulika kwamba ni miongoni mwa viongozi wakubwa kwenye ile kampuni ambao walikuwa wamefanya huo mpango. Basi baba yangu na wale wengine, kwa kuwa walikuwa hawahusiki, ilibidi waachiwe huru. Kutokana na kwamba baba yangu alikuwa ni mtu wa hasira na asiyependa kuonewa, moja kwa moja baada ya kuachiwa alikwenda kuleta vurugu kwenye ofisi za kampuni ile, huku akiwa anataka apewe fidia kwa kipigo alichokipata. Ila baba kitu alichokiambulia ilikuwa ni kipigo cha mbwa mwizi kutoka kwa walinzi wa kampuni hiyo. Baba alirudi nyumbani jioni akiwa anatapika damu, yaani alikuwa kapigwa kupita kiasi. Ilipofika majira ya usiku, baba yangu hali ilimzidi ghafla. Hapo kazi ilikuwa kwa mama na dada yangu mkubwa kuparangana kwa ajili ya kutafuta msaada. Mimi na dada yangu Tunsume, kazi yetu ilikuwa ni kulia tu. Basi baada ya kuhangaika, hatimaye mama alifanikiwa kuazima baiskeli kwa jirani na tulimpakiza baba kwa ajili ya kuanza safari ya kumpeleka hospitali. Ila kabla hata hatujafika hospitali, baba alitufia njiani. Kiukweli lilikuwa ni pigo kubwa sana kwenye familia yetu, maana baba ndo alikuwa kama nguzo kwenye familia yetu, kutokana na kwamba mama alikuwa ni mtu wa kuugua na alikuwa hana uwezo wa kufanya kazi nzito. Msiba ule ulikuwa ni mzito mno kwenye familia yetu, yaani kila mtu alikuwa analia kwa aina ya kilio chake anachokijua yeye. Sema ukweli, mimi kipindi hicho nilikuwa nalia kutokana na kwamba nilikuwa nawaona dada zangu na mama wanalia haswa. Ila ukweli nilikuwa sili kwamba nina machungu sana na kifo cha baba, kwa sababu hata hivyo nilikuwa sijui maana ya kifo kiundani. Yaani kilichokuwa kinaniliza ilikuwa ni kilio cha wenzangu, bali sio kufiwa na baba. Kwanza kwa upande mwingine nilikuwa naona kama nitapumzika kuchapwa, maana baba yangu alikuwa ni mtu wa hasira mno. Kwa hiyo swala la kuchapa fimbo za kumwagika kwake lilikuwa ni swala la sekunde tu. Yaani zilikuwa zipiti siku 2 bila kukutana na fimbo za mzee. Siku zote umuhimu wa kitu unaanza kuonekana baada ya kutoweka. Baada ya msiba ule kuisha, hapo ndo nilianza kuona umuhimu wa babangu katika familia. Na ndo nilianza kugundua kwamba kwa nini mama alikuwa analia sana. Kiukweli hata nguo zile ambazo tulikuwa tunanunuliwa na mzee nilianza kuziona tena. Ili tule chakula ilikuwa ni lazima dadangu Agnes afanye vibarua, na kipindi hicho dada aliamua kuacha shule ambapo alikuwa kidato cha 2, na yeye ndo alichukua jukumu la kulea familia. Mama alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na magonjwa ya pumu pamoja na pressure, na alikuwa haruhusiwi kabisa kufanya kazi nzito. Machungu ya kufiwa na baba nilianza kuyaona zaidi mwezi wa 12 baada ya sikukuu za Christmas kufika. Wakati wa uhai wa baba, pamoja na ugumu wa maisha, hakuna sikukuu ambayo mimi na dada zangu tulikuwa tunakosa kuvaa nguo mpya. Ila kwa mara ya kwanza kwenye sikukuu hiyo, mimi na dada zangu hatukuvaa nguo mpya. Kiukweli nilaumu mno. Yaani nilikuwa naona sijatendewa haki kutokuvaa nguo mpya bila kujua uhalisia wa mambo. Baada ya miezi kama 6 kupita, kipindi hicho nikiwa darasa la 3, ukiwa ni mwezi wa 6, pigo jingine lilijitokeza. Maana dada yangu Agnes alipewa ujauzito, na mtu aliyempatia ujauzito alikataa kata kumwoa dada yangu kwa madai ya kwamba yeye sio mhusika ule ujauzito, kutokana na dada kupunguza ufanisi wa kufanya vibarua kutokana na ile hali yake ya ujauzito. Hapo ilikuwa haina ujanja, ilibidi mama alichukua jukumu mwenyewe, pamoja na kwamba alikuwa kakatazwa kufanya kazi ngumu. Maisha yalizidi kuwa mabaya zaidi, maana mama alianza kuugua hovyo tu. Mwisho wa siku mama alibaki ni mtu wa kitandani, huku dada yangu ujauzito ukiwa ni mkubwa karibia miezi 8. Katika maisha kuna muda mwingine matatizo yanaweza kufululiza
katika maisha yako mpaka ukahisi labda wewe hukupaswa kuwa binadamu. Yaani katika familia yetu badala ya matatizo kupungua, matatizo ndo kwanza yalikuwa yanakuja kwa kushindana. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa pili kuelekea mwezi wa tatu. Kipindi hicho nikiwa nimeacha shule darasa la 4. Siku hiyo mvua ilikuwa inanyesha mno. Na mama yangu alikuwa anaumwa hoi, yuko nyumbani tu. Huku dada yangu naye ujauzito ukiwa ndo umefikia mwishoni kabisa. Mwanaume kipindi hicho nilikuwa na miaka 10 kuelekea 11 hivi. Nikiwa nimetoka ukata nyasi za ng'ombe kibaruani. Nilifika nyumbani nikiwa nimelowana chapa. Baada ya kufika nyumbani tu nilikutana na hali ambayo kwa umri ule sikuelewa nifanyaje ili kuitatua. Ni kwamba dada yangu Agnes alikuwa kapata uchungu, na muda huo dada Tunsume alikuwa kaenda kupalilia mashamba ya mpunga huko vibaruani. Kiukweli nichanganyikiwa, ila maneno alioniambia mama, alisema niende nikamuite mama Ima ambaye alikuwa ni jirani yetu. Na kweli nilifanya haraka nikaenda kumuita mama Ima. Bahati nzuri mama Ima alikuwa anajuana na jamaa mmoja hivi, alikuwa ni mwendesha bodaboda maarufu pale Rujewa, na kipindi hicho bodaboda zilikuwa zinahesabika. Basi baada ya nusu saa yule bodaboda alifika nyumbani na alimbeba dada Agnes na mama Ima kuwaisha hospitali. Mimi nilibaki nyumbani huku nikiwa sielewi. Na baada ya nusu saa mbele dada Tunsume alifika. Tunsume, nendeni hospitali mkamuone dada yenu. Hayo alikuwa ni maneno ya mama ambayo yalimtoka kwa taabu pale kwenye kirago alipokuwa amelala. Ni kweli mimi na dada yangu kwa mguu tukiwa tumechafuka hovyo tulianza kuelekea hospitali ya Mbarali ambayo ilikuwa haipo mbali sana. Kitu cha kushangaza, baada ya kufika pale hospitalini tulikuta mama Ima anamwaga machozi hatari. Baada ya kuuliza shida, maneno aliyotuambia yalikuwa ni maneno mazito mno kuvumilika. Dada yenu kafariki. Akiwa analia mama Ima alituambia hiyo kauli. Mwanaume naweza kusema ni kama nilirukwa na akili, maana kwa kipindi hiko tayari nilikuwa nimeanza kujua maana ya kufiwa. Yaani bila kuelewa kipi kitatokea, bila hata kujielewa, nilitoka spidi pale hospitalini kwenda kupeleka umbea ule kwa mama, huku nikiwa namwaga machozi njia nzima. Nilisukuma mlango kama nafukuzwa na mtu, huku nikiwa na hema mno. Hapo mama aliniangalia usoni ni kama naye kuna kitu alianza kuhisi. Kwa mara ya kwanza baada ya mwezi mmoja nilimwona mama yangu anajitutumua na kukaa bila kushikiliwa na mtu yeyote. Baada ya hapo aliniuliza, "Vasco mwanangu, mbona hivyo? Kuna nini?" Mama akiwa anatoa sauti ndogo aliniuliza. Bila hata kujiuliza wala kutumia akili nilijikuta naropoka neno kama lilivyo. Baada ya mama kupewa ile taarifa pale alipiga sauti kubwa kilio na kavu. Baada hapo mwili wake ulikakamaa na idondoka chini kama mzigo. Nilijaribu kuita kwa sauti za aina zote, yani sauti ya kwanza, ya pili mpaka ya 5, lakini mama hakuonesha dalili ya kuitika. Hapo mwanaume tena riadha nyingine ilianza mpaka hospitali kwenda kutoa umbea ule kwa dada Tunsume na mama Ima. Baada ya kuambia kile kilichotokea nyumbani, mama Ima ilibidi apigie majirani simu ili kufika nyumbani kuona hali ya mama, ikiwezekana wamsaidie. Ila naweza kusema hiyo siku ni kama ilikuwa imeandikwa kwamba itakuja kutokea. Yaani kwa mpigo familia yetu ilipoteza watu wawili tena muhimu. Ulikuwa ni zaidi ya msiba ise. Mitaa ile ya Isisi, yaani watu walijazana kwenye msiba kutokana na ile taarifa ya kwamba watu wawili wamefariki kwa mpigo. Mimi na dada yangu muda wote tulikuwa tunashikiliwa na watu, na katika familia yetu tulikuwa na ndugu wawili tu ambao ndo tulikuwa tunawajua, na wote walikuwa ni upande wa mama. Kulikuwa na binamu yake mama yangu pamoja na dada yake mama yangu, ila kwa baba mwingine. Kwa hiyo katika ule msiba ndo hao ndugu wa pekee ambao walikuwepo na ndo walikuwa wanasimamia msiba ule. Baada ya wiki 2 msiba ulimalizika pale nyumbani.
Sasa hapo ilikuwa ni namna gani mimi na dada yangu tutaishi? Kwanza ilibidi wale ndugu wa mama, yani mmoja ambaye kwa sisi tulikuwa tunamuita mjomba na mwingine mamkubwa, ilibidi wagawane. Dada Nsume aliondoka na ule binamu wa mama au mjomba wetu ambaye kwa kipindi hicho alikuwa anaishi Makongorosi, wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya. Na mimi nilichukuliwa na mamkubwa ambaye yeye kwa kipindi hicho alikuwa anaishi Igawa kwenye hiyo hiyo wilaya ya Mbarali, na ilikuwa sio mbali toka Rujewa mpaka hapo Igawa. Basi siku iliyofuata mjomba na mamkubwa waligawana baadhi ya vitu vya pale nyumbani na kila mtu aliondoka kivyake. Mimi na mamkubwa tulipanda pickup ambazo zilikuwa zinaelekea Igawa. Nilikuwa na miaka 10 kuelekea 11. Rasmi nilianza kuishi na mama yangu mkubwa. Naweza sema hapo mkasa wangu wa maisha ndipo ulipoanzia. Kwanza, siku ya kwanza tu kufika pale kwa mama mkubwa, watoto wa mama mkubwa walikuwa wananiangalia jicho la makasiriko yani walikuwa wananionyesha kabisa hawajafurahishwa na ujio wangu pale nyumbani kwao. Ilipofika siku ya pili yake, mtoto mkubwa wa mama huyo alikwenda kunionyesha maeneo ya kukata nyasi na maeneo ambayo hayaruhusiwi, na hiyo ilikuwa ni ishara tosha kwamba kazi yangu itakuwa ndio hiyo, kukata nyasi kwa ajili ya mifugo. Basi maisha mapya yalianza huku nikiwa najikaza kwa manyanyaso ambayo nilianza kuyapata toka siku ya kwanza. Kiukweli yalikuwa ni zaidi ya mateso. Yani nilikuwa sio mtu wa kupumzika pale kwa mangu mkubwa. Nilijikuta nageuzwa punda kufanya kazi, huku watoto wa mama yule wakiwa wanacheza tu bila kufanya kazi yoyote. Nilikaa pale kwa mama mkubwa mwaka mmoja na miezi kadhaa, huku masimango na manyanyaso yakiwa ni sehemu ya maisha yangu. Kiukweli ilifika muda nilijikuta natamani hata kutoroka, ila ndo hivyo, sikuwa najua natorokea wapi na pesa nazitoa wapi. Kupigwa katika familia ile kulikuwa ni sehemu ya maisha yangu. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa, nikiwa nimetoka kusambaza maziwa kwa baadhi ya wateja. Nilifika pale nyumbani, nilikuta mama mkubwa kavimba na kununa hatari. Yani kile kitendo cha mimi kupaki baiskeli na kuweka ndoo chini, mama mkubwa alinikamata mashavu na kuanza kunipa kipigo ambacho hakina mfano, kwa tuhuma za kwamba mimi nimemuibia pesa shilingi 30,000 ndani. Kiukweli nilipigwa mno. Chumbani kwangu ambako nilikuwa nalala kulikaguliwa kila sehemu kama ndo anatafuta madawa ya kulevya vile. Na watoto wa mama huyo walizidi kuchochea zaidi kwamba mimi ndo mwizi, na waliniona wakati naiba. Na alikuwepo mtoto wa mama huyo kwa jina anaitwa Ruben, ambaye kiumri tulikuwa tunalingana. Kwa ndo alikuwa mstari wa mbele kutoa ushahidi kwamba aliniona nimeshika pesa. Kiukweli nilipigwa mpaka majirani na maeneo yale walikuja kuamulia ule ugomvi, na siku zote majirani wa hapo walikuwa wanajua mateso nayopitia. Sema ndo hivyo, na walikuwa hawana cha kufanya zaidi. Kuna wale waliokuwa wananishauri kwamba kama nina ndugu mwingine basi nitoroke niende huko, ila ndo hivyo, nilikuwa sina sehemu nyingine ya kwenda. Basi siku hiyo ilipita huku mwili wangu ukiwa umevilia damu kila sehemu na maumivu makali yakiwa yananiandama. Ikiwa ni asubuhi siku ya Jumamosi, kama kawaida niliingia chumbani kwa Ruben ili nichukue nguo zake za shule kwa ajili ya kwenda kufua, kwa sababu hapo nyumbani mimi ndo nilikuwa kama mfanyakazi. Ila katika kupekua na kukusanya nguo za kule chumbani, mara nilikutana na noti za shilingi 10,000 kama 3 hivi, zikiwa zimekunjwa huku zimefunikwa na nguo. Bila kuambiwa moja kwa moja niligundua ndo zile pesa ambazo mama mkubwa alikuwa anasema nimemuibia. Nikiwa kule chumbani nilikaa kama dakika moja nikiwa najiuliza maswali kwamba zile pesa nikampe shangazi kuthibitisha kwamba sio mimi niliiba au niamshe nazo. Baada ya kuanza na kuwazua sana, maamuzi yalionijia pale yalikuwa ni kuchukua zile pesa na kutoroka nazo, kwa sababu hata hivyo tayari ilikuwa imeaminika kwamba mimi ndo mwizi. Bila hata kuoga wala kujiandaa, mwanaume nilitia zile noti kwenye
kaptula yangu. Baada ya hapo niliondoka pale nyumbani mpaka stendi, na bahati nzuri nilikuta kuna gari imetokea Makambako ndio inaelekea Rujewa. Mwanaume nilipanda ile gari bila kujua naenda kuishi vipi huko ninakokwenda, wala sikuuliza hata bei yake. Ila kitu ambacho nilikuwa najiamini ni kwamba nilikuwa mwenyeji huko ninakoelekea. Basi majira ya saa 9 mchana nilifika Rujewa. Ila kitu cha kushangaza katika eneo lile la nyumbani, nilikuta pameshabomolewa na pamejengwa guest house. Nilipouliza niliambiwa mama yangu mkubwa ndo aliyekuja kuuza. Kiukweli nilijikuta naishiwa nguvu, maana safari yote kurudi Rujewa nilijua na kwenda kukaa kwenye nyumba yetu, ila ndo hivyo palikuwa pameshauzwa. Basi ilibidi kwanza niende kwa mama Ima karibia na pale pale ambapo guest house ilikuwa imejengwa. Baada ya kufika mama Ima alinipokea vizuri kabisa, na siku hiyo nilala pale kwake na kukarimiwa vizuri tu. Sasa mwanangu Vasco, kwa nini unasema umeondoka kwa mama yako mkubwa bila kuaga? Huone kama umefanya vibaya? Hilo lilikuwa ni swali ambalo mama Ima aliniuliza baada ya kumwambia kwamba mimi kule Igawa nimetoroka. Basi ilibidi nianze kumsimulia mama Ima yale mateso na manyanyaso ambayo mimi nilikuwa napitia kule, mpaka kunifanya mimi nitoroke. Ila kitu pekee ambacho sikumsimulia ni zile pesa shilingi 30,000 ambazo nilikuwa nimetoroka nazo. Basi mama Ima aliishia kunipa pole na aliniahidi kwamba nitakaa pale kwake. Ni kweli wiki za mwanzoni mama Ima alinichukulia kama mtoto wake na kunijali kama anavyojali kina Ima. Ila kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, nilianza kuona mabadiliko, maana kunigombeza bila sababu kulianza, na kazi nyingi nilijikuta napewa mimi. Yaani nilianza kupewa makazi, nilijikuta mpaka ule muda wa mimi kufanya vibarua sipati tena. Basi baada ya miezi kama 5 kupita, mama Ima baada ya kuona ni kama nimekuwa mzigo pale nyumbani kwanza, ilibidi ampigie mamangu mkubwa wa Igawa kumpa umbea kwamba mimi nakaa kwake, maana wawili hao walikuwa wanafahamiana vizuri tu. Bahati mbaya inaonekana katika mazungumzo yao, mama yangu mkubwa alimwambia mama Ima kwamba mimi nilitoroka na pesa zake kule Igawa. Maana nakumbuka siku hiyo nikiwa nimetoka kutwanga mpunga kibaruani, nilifika pale nyumbani, na nilipoingia chumbani kwangu ninakolala, nilikuta kila kitu changu kimetupwa hovyo hovyo, kuonesha kwamba kuna kitu kilikuwa kinatafutwa kule chumbani. Japo kwa muda huo sikuelewa ni kitu gani kilikuwa kinatafutwa, maana nilipoangalia pesa zangu ninapozifichaga niliona zipo bado. Na nakumbuka katika ile 30,000 ambayo nilikuwa nimeiba kule Igawa ni shilingi 20,000 ilikuwa imebakia, ambapo noti hizo 2 za shilingi 10,000 nilikuwa nimezikunja vyema na kuzitunza kwenye ganda la kiberiti, ambapo ingekuwa vigumu sana mtu kugundua. Basi baada ya kuona hali ile chumbani kwangu, wala sikupata hofu yoyote. Nilijua tu atakuwa ni Ima, maana Ima alikuwa na tabia ukorofi. Na ukichukulia alikuwa amenizidi umri miaka kama 2 hivi. Vasco, hebu niambie, kipindi kile wakati unatoroka Igawa, hakuna chochote ambacho ulimwibia mama yako kweli? Basi baada ya mimi kutoka kule chumbani nilikwenda moja kwa moja jikoni. Nilipoingia tu, hilo lilikuwa ni swali la mama Ima ambalo alinipokea nalo. Hamna mama, mimi sikuchukua chochote, nilijibu huku nikiwa nimeanza kupata hofu. Una uhakika hukuiba kitu kule? Na kama ni hivyo, nauli za kuja mpaka huku wewe ulizitolea wapi? Mama Ima alizidi kuuliza maswali. Mpaka hapo nilianza kuhisi kwamba mama Ima kagundua kwamba mimi nina pesa ndani, na niligundua kwamba yeye ndo alikuwa anakagua kule chumbani kwangu. Ila kitu ambacho sikushtukia ni kwamba tayari ashawasiliana na mamangu mkubwa. Basi mwanaume nilibisha mpaka mwisho kwamba mimi sikuchukua chochote kule. Siku hiyo ilipita huku nikiwa namuona mama Ima ananiangalia jicho baya mno. Ikiwa ni siku nyingine mida saa 8 za mchana, mimi nilikuwa nimetulia chumbani huku nilikuwa najiwazia mawazo kibao. Maana hata pale kwa mama Ima nilikuwa nimeanza kupaona kabisa ni pa moto kutokana na manyanyaso
ambayo nilikuwa nimeanza kuyapata. Ila nikiwa kule chumbani mchana ile nilisikia nje ni kama kuna mtu anakaribishwa kwa kuchangamkiwa na ile sauti ya mgeni yule. Ilikuwa sio ngeni masikioni mwangu. Basi ilibidi nitoke kule chumbani kwangu niende mpaka kwenye mlango wa nyumba kubwa ambayo ilikuwa ina vyumba vingi vingi, miongoni kikiwa ni chumba changu. Nilipochungulia mlangoni sikuamini macho yangu. Nilimwona mama mkubwa akiwa anakumbatiana na Maima, huku akiwa anapeana salamu za hapa na pale. Moja kwa moja hapo akili ndio ikanijia kwamba huenda mama mkubwa tayari alipewa taarifa kwamba mimi nipo pale. Na kweli nikiwa na waza hayo, pale mlangoni mara nikasikia jina langu likiitwa pale nje. Vipi, huyo Vasco mwenyewe yupo kweli au ndo kaenda kwenye vibarua? Hilo ni swali ambalo nilisikia mama yangu, yani mama mkubwa, akimuuliza Maima. Huyu mtu ni kama alikuwemo humu ndani. Karibu ndani kwanza shoga yangu. Hayo ni maneno ambayo Maima alijibu. Baada ya hapo nilianza kusikia sauti ya Maima ikiwa inaniita. Kwa kuwa nilikuwa nishajua kwamba mama mkubwa kaja huku Rujewa kwa ajili yangu, kiukweli sikutaka kujiuliza mara mbili. Haraka haraka niliingia chumbani kwangu. Kitu cha kwanza nilibeba ganda la kiberiti ambalo lilikuwa na pesa zangu, na nilichukua na pesa zingine ambazo nilikuwa nafanyia vibarua ambazo zilikuwa kama shilingi 6,000. Baada hapo nilivaa na sweta langu moja ambalo nilikuwa nalikubali mno kutokana na kwamba lilikuwa na picha ya John Cena. Kipindi hicho tulikuwa tunapenda kumuita Commando John. Bahati mbaya nikiwa kule chumbani tayari pale sebuleni mama Maima alikuwa kaingia na mamangu mkubwa, na kule chumbani kwangu kulikuwa hakuna dirisha, labda kwamba nitatokea kwenye dirisha, na ili kutoka nje ilikuwa lazima nipite pale sebuleni. Basi mama Maima akiwa anaendelea kuniita huku sauti yake ikiwa inasogea chumbani kwangu, kijana wa watu nilitoka kama mshare wa Kimasai kule chumbani. Yani pale sebuleni nilipita kama upepo na kutoka nje. Wewe Vasco, wewe Vasco, simama Vasco. Nikiwa nachochea mbio, hizo ni sauti ambazo nilisikia Maima na mama mkubwa wakiniita kwa nyuma. Ila mimi sikutaka kusikia hayo mambo kwa sababu nilikuwa namjua mama mkubwa alivyo na roho mbaya. Bahati mbaya muda ule mimi nakimbia, Ima naye alikuwa kafika pale nyumbani akiwa anatokea shuleni. Maana kipindi hicho alikuwa kidato cha pili. Ima, baba, hebu kamkamate Vasco yule haraka sana, kaiba mboga. Nilikuwa naendelea kuchochea mbio. Hayo ni maelezo ambayo niliyasikia mama Ima akimwambia mwanae, na kwa namna ambavyo Ima alikuwa anapenda misifa na alikuwa na kimbelembele changanya ukorofi, Ima naye alijaa kichwa na kutoa begi chini. Kiukweli nilijikuta nakimbia huku nalia, maana nilikuwa najua nikikamatwa nitapewa kipigo cha kila rangi, na kutokana na mbio za Ima nilijua muda wote na kwenda kukamatwa. Nilikimbia kadri niwezavyo, ila juhudi zangu za kukimbia ziligonga mwamba, maana Ima alinikamata na kuanza kunyosha makofi huku akinivuta kwamba niende kwa mama yake. We mjinga, unaiba mboga? Unafikiri hapa ni kwa baba yako? Ambokile, Mr. Mavibarua, hebu tuende huko. Ima akiwa ananiburuta chini huku nikiwa nalia. Nilimsikia Ima akitamka maneno ya kumdhihaki marehemu baba yangu. Kiukweli sikuelewa hasira zimetoka wapi. Nilijikuta pale pale nasimama kwa hasira na kumng'ata Ima mkono. Baada hapo niliangaza pembeni, niliona bonge la kipande cha tofali. Bila kujali wala kujiuliza niliokota na kumosha nalo Ima kichwani. Baada ya kumtwanga Ima na lile jiwe, damu ambazo niliziona zinaruka kichwani kwa Ima zilinifanya nipagawe. Ila kutokana na utoto wangu hata sikujali hilo, nilikimbia huku nikimwacha Ima akipiga ukunga pale chini. Pale Rujewa kulikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Nathani, na yeye alikuwa anakaa na bibi yake. Baada ya mimi kukimbia kule, moja kwa moja nilikimbilia huko kwa kina Nathani. Baada ya kufika nilimchana kila kitu rafiki yangu, maana katika rafiki zangu wote ambao nilikuwa nawaamini, Nathani alikuwa ni namba moja. Japo bwana Nathani alikuwa ni mtu wa kujiripua, yani kufanya tukio lolote kwa ajili ya pesa. Yeye alikuwa haoni noma.
na masuala ya udokozi, Nathan ndo alikuwa funga kazi. Vasco, kama una nauli, kwa nini tusielekee Chimara ndugu yangu? Maana Ibu aliniambia huko kuna vibarua vya kutosha na pia analipa vizuri. Hayo alikuwa ni miongoni mwa maneno matamu ambayo nilitamani mtu aniambie kwa kipindi kama kile ambacho mimi nilikuwa nipo kwenye shida kama zile. Basi kwa kuwa nilikuwa na pesa, nilimhakikishia Nathan kwamba hata siku hiyo hiyo tuondoke tu. Basi Nathan alisema inabidi kwanza amwage bibi yake kabla ya kuondoka. Ilibidi siku hiyo nishinde kwa kina Nathan mpaka usiku, na kwa bibi yake Nathan alirudi. Nakumbuka siku hiyo alipika viazi vitamu. Kwa hiyo wewe Nathan, unataka uniache bibi yako peke yangu? Wewe uende huko Chimara? Basi bibi Nathan, baada ya Nathan kumuaga kwamba asubuhi tunakwenda Chimara, alianza kulalamika kweli kweli. Ila kabla Nathan hajaongea neno lolote jingine, mara kwa nje tulisikia mtu akipiga hodi. Kwa sauti ile nilijua kabisa yule ni Mama Ima. Basi Nathan naye baada ya kugundua ni sauti ya Mama Ima, ilibidi atoke haraka nje ili kumwahi bibi yake. Nathan, bora nimekukuta. Vipi, Vasco amekuja huko? Mama Ima aliuliza pale nje, huku mimi na bibi yake Nathan tukiwa jikoni. Vasco kuna muda alipita, ila sijui amekwenda wapi. Kwa kuwa Nathan nilikuwa nimeshamsimulia kila kitu, basi ilibidi adanganye. Huyu mtoto ni jambazi. Kwanza kamuibia mamake pesa, halafu kamuumiza mwenzake. Muda huu Ima yupo hospitalini. Basi kwa kulalamika Mama Ima, baada ya kuambiwa vile, aliongea. Baada bibi yake Nathan kusikia maongezi yale ya Mama Ima na Nathan kule nje, ilibidi atoke. Mpaka hapo nilijua kimeumana. Mama Ima, unasema Vasco kafanyaje? Maana yumo humo ndani, halafu nashangaa huyu Nathan naye anasema hayupo. Nikiwa ndani nilisikia bibi yake Nathan pale nje akimwaga siri. Basi sikutaka kuchelewa kwenye ile jiko la bibi yake Nathan. Bahati nzuri kulikuwa na dirisha upande wa nyuma, yani sekunde 10 nyingi nilichomoka kupitia dirishani. Baada hapo zilikuwa ni mbio za hatari. Kwa usiku huo sikujua nini kiliendelea. Baada ya kutoka pale nilikwenda kulala kwenye jumba bovu. Kulipokucha tu asubuhi nikiwa nimechafuka hovyo, nilikwenda kwa kina Nathan nikiwa kwa mbali. Nilimpigia Nathan miruzi na kweli baada ya dakika chache alikuja. Mimi na Nathan siku hiyo tulianza safari ya kuelekea Chimara, huku mimi nikiwa ndo bosi wa kutoa nauli. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 6. Kwa mara ya kwanza nilifika Chimara nikiwa na bwana Nathan, na tulifika majira saa 10 za jioni. Baada ya kufika tu tulianza kuzunguka kuulizia vibarua. Katika kuuliza tulibahatika kupata kibarua cha kukata majani ya ng'ombe. Na uzuri wa hicho kibarua, sehemu ya kulala na kula ilikuwa ni pale pale kwa bosi, na mshahara kwa mwezi ulikuwa shilingi 7,000. Basi mimi na Nathan tulianza maisha mapya ndani ya Chimara, tukiwa tunaishi kwa yule bosi ambaye alikuwa na ng'ombe wa kutosha. Basi maisha yaliendelea huku tukiwa tunaishi vizuri muda wote na wenyeji wetu, na sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa juhudi kweli kweli, mpaka bosi wetu alijikuta anatuongezea mshahara kutoka 7,000 mpaka 8,000 kwa juhudi ambazo tulikuwa tunaonyesha. Tulifanya ile kazi miezi kama 8 hivi, na pesa ambazo tulikuwa tunapata kila mtu alikuwa anazitunza kivyake. Nakumbuka mimi kipindi hicho nilikuwa nina akiba kama shilingi 50,000 ndani. Na kipindi hicho chote bwana Nathan, ile tabia yake ya udokozi alikuwa hajawahi kuionyesha, na kutokana na tulivyokuwa tunaaminiana mimi na Nathan, basi kila mtu alikuwa anajua pesa za mwenzake zinapofichwa. Siku zote huwezi kujua kilichopo kichwani kwa mtu, na huwezi jua mtu anachokiwaza. Nakumbuka ulikuwa ni mwezi wa 2. Siku hiyo hali ya hewa ilikuwa ni ya mvua muda wote, na siku hiyo Nathan yeye hakwenda kwenye majani kwa madai ya kwamba anaumwa. Bila kufahamu chochote, mimi nilimwambia Nathan yeye apumzike, kila kitu nitakifanya mimi. Kumbe Nathan yeye alikuwa ananichora tu na kuniona mpuuzi. Basi masaa yalizidi kwenda, huku mimi nikiwa nazunguka kukata majani, na kipindi hicho angalau majani yalikuwa hayasumbui kupatikana.
Basi mida saa 10 za jioni, baada ya mimi kukata majani, nilianza kusombelea na baiskeli kuyasogeza pale nyumbani. Ila baada ya kumaliza ile kazi, nilipoingia chumbani tunakolalaga na Nathan, nilishangaa nguo za Nathan sizioni, na hata zile nguo zangu nzuri nzuri ambazo nilikuwa nimezinunua kwa kipindi hicho nazo sikuziona. Hapo machala alinicheza. Moja kwa moja nilikwenda kwenye benki yangu ya kutunzia pesa. Nilijikuta kilio cha ghafla kwenye mji wa watu kinanijia baada ya kuona pale nilipokuwa natunza pesa papo tupu. Yaani sikukuta hata senti moja. Kiukweli nililia kilio ambacho hakina mfano. Mpaka bosi alikuja kuniuliza nini shida. Hapo ilibidi nimuelezee. Basi nilipewa pole za hapa na pale kwamba nijikaze, ndo maisha, na nilishauriwa nisiwe na waamini rafiki wezi kama Nathan. Na bosi wangu alikuwa ananishauri na kunituliza huku akiwa hajakagua kama naye vitu vyake vipo salama. Hayakupita masaa hata mawili kwa bosi nako kiliumana. Kumbe bwana Nathan hakunibia mimi tu, yaani alikuwa kaingia ndani kwa bosi. Alikuwa kabeba deki ya TV pamoja na simu mbili ambazo zilikuwa zimewekwa chaji. Na kipindi hicho TV zilikuwa zinahesabika mjini. Yaani ukiwa na chogo basi wewe ni bosi mjini. Kutokana na wizi ule wa rafiki yangu, ilibidi kesi yote nibebe mimi, kwamba tulikuwa tumepangizana kufanya vile. Nilipofika asubuhi tu bosi wangu aliniitia migambo na kuniweka chini ya ulinzi. Basi siku hiyo nilipiga vitisho visivyo na mfano, na adhabu yangu ilikuwa ni kufanya kazi bure kwa bosi ule mpaka yeye atakaporidhika kwamba pesa yake ya kufidia imerudi. Kutokana na uoga ambao nilikuwa nao, nilikubaliana na ile adhabu. Basi hapo maisha mapya kwa upande wangu alianza. Na awamu hii kazi ilikuwa nzito zaidi kwa sababu mtu mmoja alikuwa kapungua. Nilifanya kazi pale kwa bosi miaka 3 mfululizo bure. Mpaka kuna muda nilijikuta nimezoea ile hali na niliona ni sawa tu kwa vile nilikuwa nakula na kulala. Kipindi hicho nilikuwa nimeshafikisha miaka 17 na nilikuwa najitambua vizuri kabisa. Yaani kutokana na hali ile nilianza kujiona kama na mimi ni mmoja wa ile familia ya bosi, japo nilikuwa silipwi. Basi baada ya hiyo miaka 3 bosi aliajiri kijana mwingine wa kukata majani, na mimi nilianza kumsaidia bosi kazi za shambani sasa. Maana alikuwa kaniamini na alikuwa ananikubali kama mtoto wake tu. Hapo walau nilijikuta naanza kupata hata muda wa kufanya vibarua vya hapa na pale kwa ajili ya kujipatia vijipesa. Maisha ya namna hiyo yaliendelea mpaka nilitimiza miaka 19 nikiwa naishi kwa yule bosi. Na nilikuwa kipindi chote hicho nafanya kazi bila kulipwa hata shilingi moja. Basi nakumbuka ulikuwa ni mwezi kama wa 7 au wa 8 hivi. Bosi wangu alikuwa kauza magunia kama 10 ya mpunga kwa mama mmoja hivi ambaye alikuwa ananunua mpunga kwa wakulima. Na mama huyo alikuwa kaahidi kuleta baadhi ya pesa jioni. Kwa kuwa mama huyo na bosi wangu alikuwa anafahamiana vyema, basi bosi aliona sio shida. Ni kweli ilipofika jioni, mama yule alituma kijana ambaye alikuwa anamsaidia kazi kuleta pesa ile pale nyumbani kwa bosi wangu. Na jioni ile nakumbuka nilikuwepo mimi tu pale nyumbani. Basi yule kijana ilibidi ile pesa aniachie akiwa naamini mimi ni mtoto wa yule bosi. Na pesa ile ilikuwa ni shilingi 200,000. Siku zote tamaa huwaga ina nguvu kuliko kawaida, hasa kwa mtu masikini na asiye nacho. Ni rahisi mno kuingiwa na tamaa. Baada ya kupewa zile 200,000 nilijikuta naingiwa na tamaa ya ghafla pale pale. Yaani niliona zile pesa kama zinafaa kuwa zangu vile. Basi kichwani mwangu nilijikuta neno la liwalo na liwe linanijia bila hata kujiuliza. Niliingia na kubeba begi langu la nguo chapu kwa haraka. Nilitoka pale nyumbani bila hata kufunga ndani. Stendi ya kwanza ilikuwa ni kwenye barabara kuu ya Mbeya kwenda Iringa. Jioni ile nakumbuka kulikuwa na magari ambayo yalikuwa yanatoka Mbeya yanaelekea Njombe, mengine Iringa. Mwanaume sikutaka hata kujiuliza maswali. Nilipanda Costa bila kujua hata nanakoelekea. Ila katika ile Costa kulikuwa na siti moja ambayo ilikuwa tupu, na pembeni ya hiyo siti kuna mdada mzuri
sijawahi kuona alikuwa amekaa pale. Nikajikuta naogopa kukaa kwenye ile siti kutokana na uzuri yule dada. Ila kitu kingine ambacho niliona hakipo sawa kwa mimi kukaa kwenye ile siti ni kwamba katika ile coaster kulikuwa na abiria kama 7 hivi. Nilikuta amesimama huku ile siti ikiwa ipo tupu pale. Kiukweli nilijiuliza maswali ambayo hayana majibu. Nilitamani kukaa, ila niliona huenda pale haruhusiwi kukaa mtu, maana wale waliosimama hawakuonesha hata dalili ya kushuka, labda kwamba amesimama kisa wanashuka karibu. Basi ilibidi na mimi nisimame kama wale wengine walivyosimama. Tukiwa tumesimama tulifika mpaka Igawa, na pale Igawa hakuna alionyesha dalili ya kushuka zaidi ya watu kuongezeka kwenye ile gari. Ila kitu cha kushangaza, hata wale waliopandia pale Igawa nao hakuna hata mmoja aliyekwenda kukaa kwenye ile siti ambayo ilikuwa ipo tupu, huku pembeni yake kukiwa na mrembo aliyekamilika kila sekta. Samahani mama, hivi kwenye hiyo hapo siti wamekataza kukaa? Mbona naona kama hakuna anayekaa na siti ipo wazi muda wote? Uvumilivu ulinishinda, ilibidi nimuulize mama mmoja ambaye naye alikuwa amesimama, na nilikuta yeye kasimama wakati mimi napanda. Chimara, kijana, mbona sikuelewi? Kwani kuna siti ipo wazi kwenye gari? Mbona siti zote naona zina watu? Yule mama baada mimi kumuuliza akiwa anashangaa aliniuliza. Kwanza ilibidi tu na mimi nishangae, maana siti tupu ilikuwa inaonekana, halafu eti haoni. Nilihisi yule mama huenda na matatizo ya macho. Hapo ilibidi nimuulize jamaa mwingine ambaye naye alikuwa kasimama, ila kitu cha kushangaza naye alisema kwamba haoni siti iliyopo wazi. Niliuliza karibia abiria kama 4, majibu yalikuwa ni yale yale. Hapo ilibidi nianze kupata wasiwasi na lile gari kwamba huenda sio gari la kawaida. Mawazo mengine yalinijia kwamba huenda ni zile pesa za watu ambazo nimetoroka nazo ndo zinaleta maluelue yote yale kwenye akili yangu. Ila ilibidi nijikaze tu nione kipi kitakachoendelea. Na muda huo nilikuwa hata sijui ninakoelekea, ila mimi nilikuwa najua naenda kushukia mpaka mwisho wa gari, huko ndo kitaeleweka. Safari iliendelea, ile siti ikiwa tupu vile vile, na yule dada ambaye alikuwa kakaa na siti ile ya pembeni ambayo ipo tupu alionekana yupo busy kweli kweli kuchati na simu. Na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona simu ya kupangusa, yani smartphone ama simu janja. Na karibia gari zima ni yule dada tu ndo niliona ana simu kubwa namna ile. Oya kaka, vipi? Hivi simu kubwa kama ile alioshika dada pale dirishani huwa inauzwa shilingi ngapi? Basi tukiwa tumesimama huku tumekaribiana na jamaa fulani, ilibidi nimuulize yule jamaa, maana nilikuwa nimeitamani kweli simu ile, na nilitamani kwamba zile pesa nilizo nazo basi zinamudu kununua ile simu na kubaki. Dogo, hivi ulikotoka umevuta bange? Mbona maswali yako hayana kichwa wala miguu? Dirisha lipi kaka dada mwenye simu? Yaani mzee wa watu, wewe unamuona kama dada hivi? Hizo bange acha dogo. Baada ya kumuuliza yule jamaa, hayo ndo yalikuwa majibu ambayo alinipatia. Kwanza ilibidi nipate mshangao kwa mara nyingine. Yaani siti ambayo nilikuwa naona ni mrembo kaka, yule jamaa aliniambia eti yeye anaona mzee. Kiukweli niliona kama maajabu. Kwanza ilibidi nimwangalie yule jamaa kama yupo vizuri kiakili, ila kwa muonekano hakuonekana kuwa na shida yoyote. Ilibidi kwanza nimuulize yule mwingine ambaye yeye alikuwa yupo nyuma yangu. Cha ajabu naye alisema pale kwenye kiti anaona mzee, na alinishangaa kweli kweli yale maswali yangu. Paka hapo nilianza kuona nimepanda gari la vibwengo, na muda huo tulikuwa tumefika Makambako, na hilo gari lilikuwa linaelekea Njombe mjini. Kipindi hicho nilikuwa sijui hapo ndo Makambako au ni wapi, kutokana na kile nilichokuwa nakiona kwenye gari. Niliamua kushuka Makambako bila kupenda, maana niliona na kuelekea kunaweza kuzuka mengine kabisa. Baada ya kushuka stendi ya Makambako, kwanza ilibidi nijisogeze pembeni na kukaa kwenye varanda la duka la mtu, huku nikiwa na waza lile gari ambalo nilikuwa nimepanda
kama ni gari au ni nini. Kutokana na kwamba nilikuwa na pesa, niliagiza soda na kuanza kunywa. Basi ilifika saa 2 za usiku, ilibidi niulize nyumba ya kulala wageni, yani guest house, ambayo ipo karibu na maeneo hayo. Muda huo bado nilikuwa sijajua hapo ni wapi, na nilijikuta naogopa kuuliza, nikihisi nitaonekana ni mtu wa ajabu na nitaanza kupelelezwa kwamba nimetokea wapi. Siku zote kama ujuavyo, yani ukiwa umeiba kitu, kila mtu anayekuangalia unahisi kama ndo ashajua kama wewe ni mwizi. Yani ndo kilichokuwa kinanikuta siku hiyo. Kuuliza tu nilishindwa, nikiwa nahisi watajua kama mimi nimeiba. Basi nilala kwenye nyumba ya wageni ambayo nilioneshwa. Kulipokucha asubuhi, niliingia kurandaranda mitaani bila kuelewa hata ninachokifuata au ninakoelekea. Basi nikiwa kwenye tembea zangu pembezoni mwa barabara ya kuelekea Njombe mjini, karibu na yale maeneo ya stendi, niliona kuna kibao kimeandikwa Makambako Bus Terminal. Mpaka hapo nilijua hapo ni wapi, na katika hilo eneo nilichokielewa ilikuwa ni neno Makambako tu. Hayo mengine sikutaka kujua inamaanisha nini. Kwa hiyo niko Makambako. Itabidi sasa nitafute kazi. Basi baada ya kugundua nipo Makambako, nilijisemea kimoyomoyo. Nikiwa nina kama 100,000 na kitu mfukoni, nilianza kutafuta kazi pale Makambako. Ila kutokana na kwamba nilikuwa na pesa ya kunitia kiburi, nilijikuta naanza kuchagua kazi za kufanya. Kutokana na hali ile ya kuchagua kazi, nilikaa wiki 2 bila kupata kazi. Na tayari ile akiba yangu ndio ilikuwa inaelekea mwishoni. Maana nilikuwa natumia pesa bila kuingiza pesa yoyote. Na kazi yangu mimi ilikuwa ni kuzunguka mtaa kwa mtaa. Basi baada ya mwezi mmoja ile 200,000 yangu yote ilikata. Maana kulala nilikuwa nalala kwenye nyumba za wageni na kila siku nalipia. Hapo nilijikuta ndo naanza kupata akili kwamba ningetafuta hata chumba. Yani akili hiyo ilikuja wakati sina hata shilingi 1 mfukoni. Nilijikuta nimekuwa mtu wa kulala hovyo na kulala na njaa baada ile pesa kuniishia. Baada ile pesa kuniishia, hapo ndo nilijua nini maana ya kuiheshimu pesa. Katika zunguka yangu, bahati nzuri siku hiyo nilikutana na tenda ya kushusha mbao kwenye gari bila hata kuelewa ugumu wa kazi ile. Mwanaume nilijiingiza kwenye ile tenda. Siku hiyo ndo niliamini ule msemo unaosema mwanaume anakula kwa jasho. Maana ilikuwa ni zaidi ya kazi ambazo nimewahi kuzifanya. Mwili mzima ulikuwa unauma baada ya kazi ile kuisha. Nilijutia kuingia kwenye ile tenda. Maana usiku kucha sikulala kutokana na maumivu ya mgongo ambayo nilikuwa nayapata. Na ukichukulia kwamba nilikuwa nalala kwenye korido ya watu, tena chini kwenye sakafu. Basi zilipita siku 2 huku ile pesa niliyoipata katika kushusha mbao ikiwa imenisaidia, ila ndo hivyo, maumivu yalikuwa bado yapo. Niliendelea kutafuta kazi, hatimaye nikiwa naishi kama digidigi maeneo ya soko la Makambako. Nilipata kazi kwenye restaurant moja hivi ambapo ilikuwa ni kazi ya kumenya viazi na kazi nyingine. Na posho ilikuwa ni shilingi 1,000 kila siku. Chakula cha mchana unakula pale, ila chakula cha jioni ni juu yako. Basi kwa uaminifu mkubwa nilianza kufanya kazi kwenye ile restaurant ambayo ilikuwa ni maarufu mno na ilikuwa na wateja wa kutosha. Yaani kazi ilikuwa haziishi katika restaurant hiyo. Nilifanya kazi miezi kama 5 hivi. Nilijikuta tayari nishazoea ile mazingira na kulala ilikuwa ni siri yangu ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anajua mimi nalala wapi. Ila ukweli nilikuwa napenda kwenda kulala station ya treni ya Makambako. Yaani nilikuwa kila nikitoka pale kazini mida saa 2 za usiku au saa 3, basi safari yangu ilikuwa inakwenda kuishia station ya treni ya Makambako. Na walinzi wa pale stesheni walikuwa washanijua kwamba mimi sina mahali pa kulala, kwa hiyo walikuwa hata hawanisumbui. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimekaa nje ile restaurant huku nikiwa namenya viazi na miruzi ikiwa inanitoka kwa mbali. Ila katika kuangaza huku na kule, kuna dada mrembo nilimuona anaingia ndani ya ile restaurant, na ile sura ya yule dada ilikuwa sio ngeni kabisa machoni mwangu. Yaani nilikuwa nahisi kabisa yule dada kuna mahali nimewahi kumuona, ila ndo nilikuwa sikumbuki ni wapi.
Basi niliendelea kumenya vile viazi pale nje. Baada kama lisali moja nilimwona yule dada anatoka mle ndani, na hakika alikuwa ni mrembo, yani sijawahi kuona. Basi mimi niliishia kula kwa macho tu, huku nikiwa namshuhudia dada yule anavyotikisa kalio lake. Ila baada ya dakika moja nilisikia bosi wangu akiniita mle ndani. Vasco, hebu mkimbilie yule dada ambaye katoka huko ndani. Mpelekee huu mkoba, naona kausahau. Basi baada ya mimi kuingia, bosi alinipa mkoba kwa ajili ya kumpelekea yule mrembo ambaye alionekana kusahau. Basi mwanaume nilijifuta mikono na kupokea yule mkoba. Baada ya hapo nilitimua mbio. Kwa mbali nilimwona yule dada akiwa kasimama barabarani huku anasubiri gari. Samahani dada, umesahau mkoba wako? Basi nikiwa na hema nilimfikia yule dada na kumpatia yule mkoba. Asante ndugu yangu. Halafu ningeumbuka, yani pesa zote zipo humu na nilitaka kupanda daladala, sina pesa. Dada yule akiwa anaonesha urembo wake mwanana kupitia tabasamu lake, aliongea huku akiwa anakagua ndani yule mkoba kama kupo sawa. Haina shida dada, halafu samahani, hivi mimi na wewe tumewahi kuonana kabla? Maana naona sura yako kama kuna mahali nimewahi kukuona. Uvumilivu ulinishinda, ilibidi nimuulize tu. Sidhani kama tumewahi kuonana, maana mimi ndo mara ya kwanza kukuona. Yule dada akiwa anatoa simu kwenye mkoba ule niliompatia, alinijibu. Baada ya mimi kuiona ile simu, hapo ndo nilikumbuka kwamba kwa mara ya mwisho nilimwona yule dada kwenye gari. Dada, nimekumbuka, nilikuona kwenye gari miezi kadhaa iliyopita. Lile gari lilikuwa linatoka Mbeya linaelekea Njombe. Basi ilibidi nimkumbushe yule dada, ila baada ya kumwambia vile alionekana ameshtuka kidogo. Baada ya hapo alinipotezea. Huenda umenifananisha, maana mimi hata Mbeya sipajui. Yule dada akiwa anajichekesha aliongea. Baada hapo alizamisha mkono kwenye mkoba wake, alitoa noti bila kuhesabu akanipatia. Muda ule ule gari ilifika, alipanda na kuondoka. Kwanza nilibaki nimeganda na zile noti mkononi, huku nikiwa siamini kama nimepata pesa kiwepesi vile. Nilipohesabu zile pesa zilikuwa kama shilingi 70,000. Kiukweli nijikuta nimebadilisha hata mwendo. Yaani nirejea pale kazini nilikuwa natembea kibosi, na sikumwambia mtu kama kuna pesa nimepewa. Baada ya siku 2 nilipata chumba na kulipia miezi 3, maana kila mwezi ilikuwa shilingi 10,000. Basi ninunua na kigodoro changu kidogo na baadhi ya vitu muhimu. Maisha mapya nikiwa na ufungu wangu wa ghetto yalianza. Yule dada hakuacha kuja pale kwenye restaurant. Yaani kila mwezi alikuwa ni lazima aje hata mara 2, na kila anapokuja ni lazima nijipendekeze kwake, na kweli nilikuwa sikosi chochote kitu. Ulipita mwaka mzima nikiwa ni mwenyeji wa Makambako na nimeshazoeleka na watu kibao, huku nikiwa na marafiki wapya. Na kipindi hicho ghetto langu angalau lilikuwa linapendeza, maana kitanda na godoro kubwa vilikuwa vimewekwa ndani na vitu vingine vidogo vidogo. Ila kwa kipindi hicho ilikuwa imepita miezi kama 4 bila kumuona yule mrembo ambaye alijitambulisha kwa jina la Pendo. Basi siku hiyo pale restaurant pakiwa na sherehe fulani usiku, huku bosi wetu akiwa anatimiza miaka kadhaa kuzaliwa, mara ghafla nilimwona Pendo tena akija mahali pale. Baada ya kufika ilibidi tumuelezee hali halisi kwamba huduma hamna kwa muda huo mpaka kesho yake. Na kweli baada ya kupewa maelezo aliondoka, ila mimi kama kawaida yangu nilimfuata Pendo kwa ajili ya kujipendekeza. Hivi Vasco, wewe nyumbani kwako unaishi na nani? Baada ya kumfuata Pendo nje, aliniuliza swali ambalo nilijibu ndani ya sekunde moja. Naishi peke yangu mwanaume, nilijibu huku nikiwa na cheka, maana nilihisi huenda akanipa ofa ya kwenda kuishi kwake. Vasco, mwenzako naomba msaada, sina sehemu ya kukaa. Naomba nikae kwako kwa muda, basi nikipata sehemu ya kukaa nitaondoka. Pendo akiwa anajitilisha huruma aliongea maneno hayo ambayo yalifanya kimbelembele kiniishe, maana mimi nilijua napewa pesa au kuambiwa nikakae kwake. Kumbe ni mambo ya kuomba na msaada. Kwa kuwa Pendo alikuwa ananipa vijipesa na ashakuwa rafiki yangu,
lile ombi lake nilikubali, japo kwa shingo upande, na sikujua tunakwenda kuishi vipi kwa sababu ilikuwa ni chumba kimoja tu. Pendo alifurahi kusikia nimekubali. Basi Pendo alisubiri mpaka sherehe ile ilipokwisha. Baada ya hapo mimi na yeye tuliongozana mpaka ninapokaa. Kiukweli siku ya kwanza tu mwanaume sikulala usingizi kabisa. Yaani muda wote mashine yangu ilikuwa imesimama na nilikuwa sijawahi kufanya mapenzi katika maisha yangu. Kulikucha huku nilikuwa nimejimwagia hovyo hovyo, maana mwili wangu ulikuwa na hisia kuliko kawaida. Zilipita wiki 2 nikiwa nalala na Pendo chumba kimoja bila kufanya kitu chochote, japo nilikuwa napata shida mno. Na Pendo usiku alikuwa anajiachia kama yupo na mwanamke mwenzake hivi. Siku hiyo nikiwa nimepiga na chupa moja ya bia, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Nilifika magetoni usiku, nilimkuta Pendo kalala usingizi huku kajiachia na kichupi tu. Kiukweli uvumilivu ulinishinda. Nilijikuta damu yangu inakwenda spidi isiyo ya kawaida, huku mapigo ya moyo yakiwa yanabadili uelekeo. Ilibidi nimwamshe Pendo kwa ustaarabu, huku nikiwa najiapia kwamba lazima nipate siku hiyo. Maana kwa muda huo tayari mashine yangu ilikuwa imesimama mpaka ni mishipa inauma. Pendo mwenzako, nimezidiwa, naomba nisaidie japo kidogo tu. Mwenzako nakupenda, nashindwa tu namna kukwambia nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Baada ya Pendo kuamka nikiwa namwangalia kwa jicho la ucho, nilianza kumwaga maneno yangu. Vasco, sawa, nishajua unanipenda, ila hupaswi kunipenda mimi kwa sababu mwenzako sio mtu mzuri kwa upande wako. Pendo aliongea maneno ambayo niliyasikia ila niliyapuuzia na sikutaka kujua anamaanisha nini kutokana na hali ambayo nilikuwa nayo kwa muda ule. Pendo, mimi nipo tayari kwa lolote ili mradi kuwa na wewe. Nilijikuta namsogelea Pendo huku nikiwa nampapasa, ila Pendo alionekana kuna kitu anaogopa haswa. Vasco, usifanye hivyo kwa sababu mimi sio mwenzako bali ni adui yako. Pendo aliongea maneno ambayo sikutaka kudadavua na kujua kwamba anamaanisha nini. Basi kwa kumshawishi Pendo na kutumia nguvu, nilijikuta mimi na Pendo tunaingia kwenye ulimwengu mwingine wa huba. Sio mimi tu ambaye ilikuwa ni mechi yangu ya kwanza. Niligundua hata Pendo naye ile ilikuwa ni mechi yake ya kwanza kufanya tangu azaliwe. Maana ilikuwa sio kwa damu zile ambazo zilikuwa zinamtoka. Yaani binti alikuwa ni bikra. Ila damu za Pendo hazikuzuia mimi kuendelea na ile mechi ambayo ilikuwa inanipa raha isiyo na kifani. Ila katikati mwa mechi kuna sauti za vilio vya watu nilianza kuvisikia kwa nje. Na vilikuwa ni vilio vya wamama watu wazima. Kwanza ilibidi mimi na Pendo tusitishe ile mechi. Baada ya hapo nilivaa bukta kwa ajili ya kwenda kuangalia watu wanaolia nje. Ila Pendo alinishika mkono nisitoke nje. Na sikuelewa ni kwa nini alinikataza. Ila kwa akili yangu ndogo nilijua huenda Pendo anaogopa kubaki mwenyewe kutokana na vile vilio vya watu nje. Basi tukiwa ndani, zile sauti za vilio zilisikika kama nusu saa hivi. Baada ya hapo ziliacha kusikika tena. Mimi na Pendo tulilala huku tukiwa tumekumbatiana mpaka asubuhi kulipokucha. Basi mimi niliwahi kuamka na kuoga kwa ajili ya kuwahi kazini, na Pendo nilimwacha kalala kwa madai ya kwamba anasikia maumivu. Pale tulipokuwa tunakaa tulikuwa na wapangaji kama 3 hivi. Akiwemo jamaa mmoja alikuwa anaitwa Samsoni ambaye alikuwa ni fundi cherehani. Baada ya mimi kuamka asubuhi ile, ilibidi nimuulize Samsoni kuhusu zile sauti za usiku za mama ambao walikuwa nalia nje. Vasco, jana mimi nimechelewa sana kulala. Ujue hizo sauti hata sikuzisikia. Labda muulize Mafrida. Bwana Samsoni alinipa majibu ambayo nilishangaa. Nilihisi huenda kwa muda huo alikuwa kalala, ila nilizidi kushangaa zaidi pale aliponiambia alilala saa 7 usiku, wakati zile kelele mimi nilizisikia saa 5. Basi ilibidi nimuulize Mafrida kuhusu vile vilio, naye alinijibu kwamba hajasikia, labda alikuwa kalala usingizi. Basi sikutaka kufuatilia sana, mimi nilielekea kazini. Basi nilifanya kazi ambazo zinahitajika mpaka mida saa 8 mchana. Hapo ndo nilipata muda wa kupumzika, na nilichukua kiti, niliamua kukaa pale nje na kujiegesha. Ila nikiwa nimekaa pale, kausingizi kalinipitia.
maana kwa ule mparangano wa usiku nilikuwa hata sijalala vizuri. Nikiwa nipo usingizini nilianza kuota ndoto ya kutisha. Yaani ndoto ilikuwa inaonyesha mimi nipo katikati ya kundi kubwa la watu ambao walionekana sio watu wa kawaida, na tulikuwa tupo ndani ya jengo kubwa lenye kuwaka mataa kila sehemu, tena mataa yenye rangi tofauti tofauti. Ila nikiwa nimewekwa katikati, ghafla alijitokeza mwanamke mwenye vichwa viwili huku akiwa ameshika chungu kikubwa, na pale pale akajitokeza mwanaume mwingine na shoka kubwa huku akiwa na meno marefu na ya kutisha, huku kichwa chake kikiwa cha mviringo. Nikiwa nimewekwa pale katikati, kuna vidume vilikuja kunishika na kunisogeza pale kilipo chungu kile. Hii ni sadaka tamu ambayo tumeisubiri kwa miaka mingi mno. Haya, waweza kukata kichwa chake. Hayo yalikuwa ni maneno ya yule mama mwenye vichwa viwili. Baada ya hapo, shingo yangu ilisogezwa mpaka kwenye mdomo wa kile chungu, na jamaa wa shoka bila hata kupepesa macho alinyanyua shoka na kunikata shingo yangu. Pale pale nilishtuka toka ndotoni, na bosi alikuwa kafika na kunimwagia maji ya baridi. Kwanza kutokana na ile maji niliyomwagiwa na bosi, nilihisi labda ni damu na nishakatwa shingo. Kwanza ilibidi nijikague na kuona kama nipo sawa. Vasco, mazoea yamezidi kazini. Kazi imeisha mpaka unalala kwenye kiti. Huku naweseka kabisa. Kama umechoka kazi, sema. Sawa, ni wengi mno wanaotafuta kazi pumbavu. Basi baada ya kukurupuka, bosi alianza kunifokea kutokana na mimi kulala usingizi kazini. Ila ndoto ile hata sikuitilia maanani. Nilihisi ni ndoto kama zilivyo ndoto zingine tu. Baada ya hapo niliendelea na kazi zangu. Jioni nikarejea nyumbani kama kawaida. Nilimkuta Pendo yupo pale nyumbani anapika. Masaa zilizidi kwenda na siku hiyo mechi ilipigwa vilivyo. Baada ya hapo kila mtu alilala akiwa amechoka. Nikiwa nimelala usingizi, mara ile ndoto niliota mchana ilijirudia kama ilivyo. Baada ya hapo nilikurupuka toka usingizini nikiwa na hema kuliko kawaida. Ila nilihisi kabisa kama shingo yangu imelowana. Niliposhika niligundua ni damu kwenye shingo. Hapo ilibidi nimwamshe Pendo huku nikiwa na hema kwa uoga mkubwa mno. Sikuelewa maana ile ndoto ni ipi. Hivi Vasco, unakumbuka maneno niliyokuambia jana kabla hatujashiriki tendo? Basi baada ya Pendo kuona vile, badala ya kushangaa kama mimi ninavyoshangaa, yeye aliniuliza, Pendo, mambo gani sasa hayo tunaulizana? Mwenzako anakuambia nimeota ndoto mbaya, wewe unaniuliza mambo yaliyopita? Baada ya Pendo kuniuliza, sikutaka kukumbuka nini aliniambia jana yake, bali mimi nilikuwa nawaza tu yaliyopo muda huo. Vasco, wewe lala, siku zingine sio lazima kila kitu ujue kina maana gani. Ila neno moja ambalo nataka nikwambie wewe, ndo mwanaume wangu wa kwanza na wewe utakuwa wa mwisho. Na nataka hata wewe iwe hivyo. Sitaki ije itokee unisalite na mwanamke mwingine yote. La sivyo, kitakachotokea mimi sitakuwa na msaada. Hata kama ni mwaka mzima, sipo. Usije kujaribu kulala na mwanamke mwingine. Pendo aliongea maneno ambayo niliamini ni maneno ambayo kila mwanamke mwenye wivu anaweza kuongea. Pendo, kweli wewe haupo serious. Yaani pamoja na kukusimulia ndoto niliyoiota na hizi damu shingoni, bado unataka niendelee kulala? Mimi siwezi. Mwanaume, kutokana na ile ndoto ilibidi nitoke nje kwenye baridi ili mradi usingizi usije tena. Nilikaa pale nje mpaka majira ya saa 10 usiku. Hapo nilikuta nimeanza kuhisi usingizi, ila bado sikutaka kuingia ndani kutokana na uoga ambao nilikuwa nao. Basi masaa yalizidi kusogea, ilifika mpaka saa 12 asubuhi. Mwanaume, niliingia ndani kwa ajili ya kuchukua maji na kunawa uso ili niende kazini. Maana nilikuwa na waya asubuhi mno kumenya viazi na kazi zingine za usafi. Ila kitu cha ajabu, Pendo sikumuona tena mle ndani na sikujua ametoka saa ngapi. Huyu mwanamke katoka saa ngapi? Halafu mbona sijamuona akitoka? Au ndo ashajiona mke wangu anatoka tu kwa dharau bila kuaga? Nikiwa nipo mle ndani nilianza kujisemesha mwenyewe kwa hasira kutokana na usingizi ambao nilikuwa nao, na sikumfikiria kitu chochote kibaya Pendo. Niliamini huenda katoka na mimi sijamuona tu.
akipita, japo nilikuwa nipo macho muda wote pale nje. Basi kama kawaida niliacha pesa ya matumizi kama shilingi 700 mezani kwa ajili ya matumizi. Nakumbuka kipindi hicho 700 ilikuwa ni pesa kubwa tu, maana kipande tu cha sabuni kilikuwa ni shilingi 100. Basi kama kawaida baada ya kufika kazini nilifanya majukumu yangu, na ilipofika mida ya kama saa 7 mchana wala kazi iliisha. Hapo ilibidi nikae tu kujipumzisha. Kwa mara nyingine tena usingizi ulinichukua. Nikiwa nimekaa pale kwenye kiti na ndoto ile ile ilinijia kwa mara ya 3. Na awamu hii katika ile ndoto nilimuona Pendo akiwa analikataza lile jitu ambalo lilikuwa limebeba shoka kwamba mimi nisiuawe. Basi kutokana na hali ile kwenye ile ndoto awamu hii, sio mimi nilikatwa shingo, bali nilimuona Pendo akikatwa shingo na yule mtu ambaye alikuwa na shoka. Pale pale nilikurupuka kutoka kwenye ile ndoto mpaka nikadondoka kwenye kiti. Vasco, naona sasa yamekuwa ni mazoea kulala usingizi kazini. Yaani mavyombo humo ndani yamejazana mezani. Wewe unalala hapa. Sasa naona umechoka kazi. Inabidi tutafute mtu mwingine. Basi bosi kwa mara nyingine tena alinifumania nilikuwa nimelala usingizi na alinigombeza kuliko kawaida. Kutokana na mimi kulala usingizi siku hiyo sikupewa posho. Nikarudi jioni nyumbani nikawa patupo. Ila kitu cha ajabu, baada ya kufika nyumbani Pendo bado alikuwa hajarudi nyumbani. Na ile shilingi 700 bado ilikuwa pale pale mezani. Huyu mwanamke kaenda wapi tena? Nilijikuta nimeanza kujiuliza maswali ambayo hata sielewi. Basi ilibidi nitoke nje na kwenda kugonga kwa Mafrida kwa ajili ya kumuuliza kama hajamuona Pendo. Halafu Vasco, hivi yule Pendo wewe ulimtoa wapi? Baada ya Mafrida kumuuliza na kunijibu kwamba hajamuona, basi ilibidi niulize swali. Hapo ilibidi nimueleze kiufupi tu kwamba tulijuana kupitia kule na kufanyia kazi. Mimi siamini eti huyu Pendo useme hana sehemu ya kulala. Mbona anaonekana ni mtoto wa kitajiri? Na kiukweli hata hamuendani. Yaani hafanani kukaa kwenye chumba kimoja. Mama Frida aliongea maneno hayo huku kiwa anacheka. Mama Frida, hiyo ni dharau sasa. Kwamba hatuendani, mimi sio binadamu au? Kutokana na maneno ya Mafrida nikajikuta napatwa na hasira. Halafu Vasco, yule demu wako mwanangu sijui ni jini hata sielewi. Yaani mchana kutwa unakuta anaongea tu peke yake humo ndani. Hata sielewagi anaongea nini. Tukiwa tunaongea na Mafrida pale nje, mara Samson naye alifika na kuleta mada zake ambazo niliona ni mada za wivu. Samson, wewe kaendelee na cherehani yako aise. Demu wangu hakuhusu. Kwani kupiga makelele ni shida? Kama anaimba je? Nilimjibu Samson kwa hasira. Baada hapo nilitoka na kuelekea kwa mama ntilie kwenda kula msosi. Siku hiyo ilipita huku Pendo akiwa hajarudi, na siku hiyo ile ndoto sikuiota tena. Maisha yalizidi kusonga huku nikiwa sielewi kwamba Pendo kapotelea wapi, maana zilipita wiki 3 bila kumwona Pendo akirudi. Wenye pesa washapita naye baba. Wewe kwa vikazi vya kuchoma chipsi ulidhani unaweza kukaa na mrembo kama yule? Basi siku hiyo nikiwa nimekaa jioni pale magetoni nje nafua, mara kuna washikaji zangu walikuja na kuulizia kwamba Pendo yuko wapi. Kabla hata sijajibu nilisikia maneno ya dharau kutoka Mafrida ambaye alikuwa kakaa kwenye varanda anasukana na rafiki zake. Huyu mama ananiudhi huyo. Yaani hajui tu. Basi nikiwa namwangalia Mafrida kwa hasira, niliwaambia washikaji zangu, oya Vasco, wewe hujui plani. Huyu si hana mume, dawa yake ni kumtongoza, uone kama atakuletea domo tena. Basi nikiwa naendelea kufua zangu huku washikaji zangu wamesimama, basi walinipa mchapo ambao nilijikuta naishia kucheka tu. Maana kwa umri wa Mafrida alikuwa ni kama mama yangu, na nilikuwa namchukulia ni mtu fulani ambaye anajiheshimu. Basi siku zilizidi kusonga huku nikiwa na misi mno uwepo wa Pendo. Maana ukweli nilikuwa nimeanza kumpenda kuliko kawaida, na ukichukulia alikuwa mwanamke wangu wa kwanza. Ilipita miezi kama 6 hivi bila kumuona tena Pendo machoni pangu. Hapo niliamini kwamba tayari Pendo ashanikimbia na kwenda kwa wenye pesa. Nikiwa kama mwanaume ilibidi nitafute mwanamke mwingine, maana umri wangu ulikuwa unaruhusu mimi kuwa na mtu wangu. Katika harakati zangu za kazi,
pale nilipokuwa nafanyia nilibahatika kuzoeana na dada mmoja alikuwa anaitwa Fanesi. Na dada huyu alikuwa na genge lake katika soko la Makambako. Na tulifahamiana kutokana na kwamba mara nyingi mimi ndo nilikuwa napelekea chips kwenye lile genge lake. Basi nilianzisha mahusiano na yule dada, huku tukiwa tunapendana haswa kwa hadi kemkem za kuoana. Yule dada alikuwa ni mkarimu kuliko kawaida, na pia alikuwa ni mwanamke mwenye upendo wa dhati kwangu. Maana nilijikuta naanza kupata auweni kutokana na kwamba kila weekend lazima yule dada aje getoni kwangu kunifulia nguo na kufanya usafi. Kitu ambacho mimi na yule dada tulikuwa bado tujafanya ilikuwa ni kushiriki tendo tu. Na dada yule alikuwa anaonekana hataki kulala na mimi mpaka nimuoe. Kiukweli nilijaribu kumshawishi yule dada mpaka nilifanikiwa. Maana aliniahidi kwamba siku ya Krismasi atakuja kulala getoni kwangu. Yaani mwanaume nilisubiri ile siku kuu kana kwamba mimi ndo nimewekewa ile siku. Hatimaye hayawi ilitimia. Na ni kweli siku ya Krismasi yule dada alikuja na kulala kwangu, na mechi babu kubwa ilichezwa na Fanesi alionekana kwenye yale mambo ni mzoefu kuliko mimi. Maana vitu vingi na staili za hapa na pale alionekana kunielekeza yeye. Kiukweli niliona Fanesi ndo mwanamke anayejua mapenzi kuliko wanawake wote. Siku hiyo ilipita ikiwa ni siku ya Boxing Day. Nilimsindikiza Fanesi mpaka nyumbani kwao ambako alikuwa anakaa na wazazi wake wote wawili. Baada ya hapo nilikwenda kazini japo nilikuwa nimechelewa. Kuanzia siku hiyo Fanesi alianza kuugua magonjwa ambayo hata hayaeleweki. Hata pale kwenye genge aliacha kuja. Baada ya wiki 2 kupita nilipata taarifa ambayo nilishindwa hata kutoa machozi. Yaani mwanaume nilipigwa na ganzi. Katika soko lile la Makambako kulikuwa na vikundi ambavyo mmoja afanya biashara akifariki, basi kuna watu wanapita na daftari kwa kila mfanyabiashara wa maeneo yale kuchangisha mchango. Siku hiyo nikiwa nje na menya viazi, mara kundi la kuchangisha mchango lilifika, huku akiwa na picha kubwa ya Fanesi, kumaanisha kwamba yeye ndo kafariki. Kiukweli nilipatwa na ganzi baada ya kuona hii taarifa. Kwanza mwanaume sikuamini kama ni kweli, yani nilijikuta nauliza mara mbili. Na kipindi hicho mimi sikuwa na simu kwamba nitapiga nihakikishe. Basi ilibidi nitoke pale kazini mpaka kwa kina Fanesi. Na kweli nilikuta vile vimetawala, huku maturubai yakiwa yanafungwa nje. Msiba ule uliniuma mno moyoni, japo nilikuwa sihusiki nao. Yaani mwanaume nilikuwa na mwaga machozi, huku wahuni wakiwa wananishangaa kinachoniliza, maana nilikuwa sina undugu wote na marehemu. Msiba ule ulipita na mwezi ulikatika, huku nikiwa nimeanza kumsahau Fanesi katika moyo wangu, japo picha yake na sura ya ukarimu vilikuwa vinipotei akilini mwangu. Basi baada ya miezi kama 3 kupita, ukiwa ni mwezi wa 4, kwa mara ya kwanza nilimwona Frida mwenyewe, ambaye ndo mtoto yule mama mpangaji mwenzangu. Na Frida alikuwa anakaa na baba yake Songea, ambaye alikuwa ashaachana na mamake Frida zaidi ya miaka 10. Kiukweli Frida alikuwa ni mrembo haswa, ila kasoro ya Frida alikuwa hajui kukataa mwanaume. Maana ndani ya siku 3 tu baada ya kuja pale kwa mama yake, mimi nilimtongoza, alikubali. Bila kujua kumbe Samson bwana Cherehani naye alikuwa katongoza na kukubaliwa, na wote tulikuwa tunakaa sehemu moja. Guys, mambo yanazidi kunoga. Bado hatujajua kwa nini simulizi hii inaitwa My Secret, yaani siri yangu, ama kwa jina lingine unaweza kaita mali zangu, siri yangu. Basi nikusihi tu uendelee kufuatilia Light Simulizi kwa ajili ya muendelezo wa simulizi hii. Maana guys, nilikuwa najaribu kutest mitambo nione je hii story itatufaa. Nitaomba hapo chini kwenye comments uniandike, je nilete sehemu ya pili ama tuishie hapa. Asante sana kwa kuchagua Light Simulizi. Asante kwa kumchagua binti Trish ama binti Malavi David. Tukutane hapo kesho kwa ajili ya muendelezo zaidi na zaidi. Love you so much.